Hii ni habari ya Mari ya UBTV. Hujambo na nikukaribishe katika habari ya Mari ya siku ya leo. Tulionayo katika habari utapata kusikia kuhusu uharibifu wa miundombinu ya barabara kuathiri uchumi na kuzorotesha maendeleo ya nchi, mifumo ya kidijitali kuendelea kubadili uendeshaji wa taasisi za umma. Habari hizi utazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii: YouTube andika Utawala Bora, Instagram, TikTok na Twitter andika online UBTV. Dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuendelea kuimarisha mtandao wa barabara ni kubwa, ikilenga kurahisisha usafiri na kuboresha maisha ya wananchi. Juhudi hizo zinaendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba kupitia ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara. Licha ya jitihada hizo, bado kuna baadhi ya watu wanaojihusisha na vitendo vya uharibifu wa miundombinu hiyo. Kufahamu sababu kwa kina, taarifa hii inafafanua zaidi. Hakuna maendeleo yanayoweza kufikiwa bila miundombinu imara. Barabara si njia tu za kupita pekee, bali ni kiunganishi cha uchumi kati ya watu, huduma za kijamii, biashara na fursa za maendeleo. Taifa lenye miundombinu bora na inapotumika kwa usahihi hujenga mazingira salama ya uwekezaji, huimarisha maendeleo na huinua ustawi wa wananchi wake. Njia moja au nyingine, msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Hapa rais kaacha alama nyingi. Rais hapa kaacha alama nyingi, hatuwezi kumbeza kwa hilo. Yote kwanza ilitakiwa tuyapate miaka 20 nyuma au 30 nyuma, lakini sasa kwa ujio wake ametufanyia haya, tunamshukuru, na kwamba aendelee kufanya hivi. Zanzibar ilitakiwa tuwe zaidi ya hapa. Jamani, mji wetu huu sasa tuutunze. Ifike wakati tujifikirie sasa, nchi ni mzuri, wamejitahidi. Kusema kweli sasa wamejitahidi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imeendelea kuwekeza mabilioni ya shilingi katika ujenzi, upanuzi na ukarabati wa barabara katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Miradi hiyo inafaa kutumiwa kwa uangalifu kwa lengo la kuboresha na kurahisisha huduma za usafiri wa watu, bidhaa na huduma katika kuchochea maendeleo na ukuaji wa uchumi na kufungua fursa mpya za ajira na uwekezaji kwa wananchi. Maana leo unapomjengea mwananchi barabara, tayari umemwezesha mwananchi kufanya huduma zake mbalimbali, lakini pia thamani ya maeneo yote yamepanda sana. Hii si faida ya serikali peke yake, lakini hata kwa wananchi mmoja mmoja. Kuna wananchi wana mali zao, kuna wananchi wana nyumba zao, kuna wananchi wana viwanja vyao vyote, na kuna watu wanafanya biashara huku. Naamini biashara zao zitakuwa sasa zimeongezeka thamani na wataweza kuwa na mitaji mikubwa kwa namna moja ama nyingine. Ukiwa katika maeneo haya, hata kama huna fedha, wako watu watakupa fedha, utaingia ubia, utatengeneza partnership, hiyo biashara itaendelea, ama mtafanya joint venture, biashara zitaendelea. Pamoja na mafanikio hayo, bado vipo baadhi ya vitendo vinavyorudisha nyuma juhudi kubwa zinazofanywa na serikali. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakiharibu miundombinu ya barabara kwa makusudi, jambo linalosababisha kuongezeka kwa gharama za matengenezo, kupunguza ubora wa maisha ya barabara na kuchelewesha utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo inayowanufaisha wananchi. Kama Baraza la Manispaa Magharibi B na ni kama ni mamlaka ya serikali za mitaa. Kwa hiyo hii ni ile ushushaji wa majukumu kutoka serikali kuu, imetupa sisi mamlaka ya kuisaidia serikali kuu moja kwa moja kuzungumza na kudili na wananchi katika hali za kila siku na kawaida. Kwa hiyo katika huu tupaji taka na mambo mengine ambayo wananchi wanafanya, sisi kwanza tumejikita zaidi sana kutoa elimu. Unajua, twende turudi, miundombinu imebadilika. Barabara zimependeza, mitaro kwa wengi ni mipya, majumba yamekuwa yanabadilika. Kwa unakuta wananchi wengi yale miundombinu imewakuta.
Kwa mtu anakuwa anaona kama vile hali ya kawaida. Kwa tuna kazi pia ya kuwaelimisha baadhi wale ambao kwa wao ni mageni, lakini vile vile wale ambao wanakuwa hawasikii au hawaelewi au wanafanya kwa makusudi kuharibu ile miundombinu, basi hao pia tunakuwa tunachukua hatua. Mimi napenda kuambia kwamba mitaro sio majaa yanayotembea, kwamba mtu akaona kwamba kwenye mtaro ndio tupetaka, na tumeona hili. Baada ya kutoa elimu hii, tumeona pia watu wa malaria wamekuja kuunga mkono jitihada hii, kwani imekuwa ile mitaro na yale maji na ule uchafu imekuwa mazalia ya mbu, imekuwa sababu ya kuleta maradhi tofauti. Tunashukuru pia Wizara ya Afya imetuchangia fedha tofauti katika kuondoa taka zile, kuondoa taka katika mitaa. Tunatumia gharama kubwa. Unajua kinga ni bora kuliko tiba. Mtu unaona tu nishatupa taka nimemaliza nimeondoka, lakini ile athari yako, alafu ile mtaro uko mbele yako, sawa utasogea, lakini athari inaweza ikatoka kwako, unaleta jamii kwa ukubwa sana. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wananchi wetu kila wakielewa na kila tupochukua hatua na kila mmoja awe mlinzi wa mwenziwe. Unajua usione mwenzio utambia huyu fulani, hapana. Kwa hiyo sisi tunataka watu wote tushirikiane katika kuilinda hii miundombinu na sio kuichafua na sio kuiharibu. Kama tunavyofurahia na gharama kubwa zinazoingiwa na serikali yetu, basi ni wajibu wetu kuweka katika hali nzuri tufai sisi na watoto wetu. Hali hiyo inaibua maswali kadhaa. Je, uharibifu wa miundombinu hiyo unatokana na ukosefu wa elimu kuhusu umuhimu wa kulinda mali za umma? Kwa kusema kweli, hao wanaharibu hizo miundombinu, wanaharibu sana. Sisi hapa tu njia ilikuwa mbovu, lakini sasa njia imenyoka, tumefurahi, hata magari yanaingia vizuri. Lakini hao, kuna siku mimi nishawahi kufumba saa 8 usiku, saa 9 na nyingia watu wamekimbia. Kuna mmoja waliwahi kuchomoa, nyingine wakaiacha, tukakaa miguu tukapiga tukaibeza pale ikaingia. Lakini pia hiyo pia naona kama siku ya pili tatu wake wamekuja wakaiba. Athari kubwa inatokea watu wanaonyo vyombo. Tena hivi vingi mbili ndio wanakuwa na athirika sana. Unakuta tunaokota hapa tunawapeleka hospitali. Kwa hiyo unakuta ni mashimo. Hapo sasa tumetia kokoto. Umeona kokoto nyingine mchanga, ili kwamba hata chombo ikipita isipate shida. Kuna watu wasiopendelea nchi yetu, wasiopenda maendeleo. Wanakuja na kuna wizi, wanakuja na iba. Hivi vitu tunavyoviona hivi vinaiba, na athari kubwa inapatikana. Watu wanapata ajali, wanaetea hasara serikali. Sasa tunaomba serikali ichukue hatua kwa hili, na sisi wananchi tutatoa ushirikiano kwa hatua itakayochukuliwa. Tukishukuru inshakartum la azidannakum, mukitushukuru tutakuzidishieni. Sasa hivyo tukikatusha atatupatiliza, kinyume chake kama hatukushukuru tutafanyaje? Tutapatilizwa. Lakini pia Mwenyezi Mungu asema, Mwenyezi Mungu habadilishi kitu ila mtakapobadili wenyewe. Kwa hivyo sasa hii ni neema. Sasa tunavyoharibu, maana yake tunaipinga hii, Mungu atatubadilishia kwa balaa. Hayo neema tena. Sisi wananchi kwanza tuchukue juhudi binafsi kuilinda hii miundombinu, ili tu kwamba yanayotusaidia ni sisi na sio wengine. Kwamba leo atapita kiongozi sawa, lakini sasa tunaoishi katika hii miundombinu ni sisi wenyewe binafsi. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi kwamba tuitunze hii miundombinu na tuiendeleze. Atochafua mazingira kwenye mitaro, atotia taka kwenye mitaro, ili watuachie sisi. Kwa kupigwa viboko atapigwa viboko, kwa kuambiwa akaelewa ataambiwa. Hilo sasa ni kazi yetu sisi. Atakuja askari hapa kukamata mtu anafanya uharibifu, kati sisi tuko hapa. Miundombinu ya barabara ni mali ya umma inayomilikiwa na kila mwananchi. Jukumu la kuitunza si la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha barabara, madaraja, mitaro ya maji, alama za usalama pamoja na hifadhi ya barabara zinahifadhiwa na kulindwa wakati wote. Kutoa taarifa za vitendo vya uharibifu, kutumia barabara kwa kuzingatia sheria na kuepuka vitendo vinavyoharibu miundombinu ni sehemu ya uzalendo na mchango wa kila mmoja katika kuijenga Zanzibar yenye maendeleo endelevu. Serikali yetu ya awamu ya 8 imejikita sana katika kuwekeza kwenye miundombinu ya barabara kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa Rais anajitahidi kutuletea Zanzibar ya leo. Kwa hiyo ni jukumu letu wananchi kutunza na kuhifadhi miundombinu ya barabara. Katika barabara kuna barabara yenyewe, lakini pia ina mitaro, barabara ina road reserve, barabara ina road sign ambazo zipo.
Kwa hiyo wananchi ni jukumu letu, kwa sababu barabara ni mali ya wananchi, barabara sio mali ya serikali. Kwa hiyo ni jukumu letu vitu vyote hivyo kuhakikisha tunavitunza. Hasa sasa hivi imeingia tabia ya watu kuharibu miundombinu ya barabara. Kwa mfano wanachukua mifuniko, kwa hiyo au mwingine kwa makusudi kabisa ameshaona road reserve ipo, lakini anakwenda anajenga au anafanya biashara katika road reserve. Kwa hiyo nawasihi wananchi kwa ujumla wajitahidi sana kutunza rasilimali yetu hii ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ameamua kutuletea wananchi wake wa Zanzibar. Mwananchi yote yule ambaye atamuona mtu anaharibu miundombinu ya barabara au anavamia hifadhi ya barabara, anatakiwa atoe taarifa wakala wa barabara Zanzibar ZANROAD. Lakini sambamba na hilo, kama atakuwa yuko mbali na wakala, basi sisi tunafanya kazi kwa karibu sana na masheha na wakurugenzi wa manispaa zetu, wakuu wa wilaya pamoja na wakuu wa mikoa. Kwa hiyo mwananchi yote ambaye atakaona uharibifu wa barabara, aidha ikiwa ni mitaro au ni barabara yenyewe au hifadhi ya barabara inaharibiwa, tunamuomba atoe taarifa katika taasisi hizo. Maendeleo ya Zanzibar hayaishii katika kujenga barabara mpya pekee, bali yanategemea pia namna wananchi wanavyoshiriki kuzilinda na kuzitunza. Miundombinu bora ni urithi wa kizazi cha sasa na kijacho, na ni msingi wa ukuaji wa uchumi, utoaji wa huduma bora na ustawi wa jamii. Kila mwananchi anapolinda miundombinu ya barabara, anailinda Zanzibar, na kila hatua ya kutunza ni hatua ya kurahisisha maendeleo ya taifa. Nikiripoti kutoka Jang'ombe Benja, Nusra Khamis, UBTV. Kadri dunia inavyozidi kukumbatia maendeleo ya teknolojia, ndivyo taasisi za umma zinavyoendelea kubadilisha mifumo ya utendaji ili kuendana na kasi ya zama za kidijitali katika kutoa huduma zenye ufanisi na ubora. Tupate ufafanuzi wa taarifa hiyo. Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali imetoa mafunzo ya kubadilishana uzoefu kuhusu uendeshaji wa vikao vya bodi kwa wajumbe wa bodi ya utumishi ya ofisi hiyo, yakilenga kuwajengea uwezo katika matumizi ya mifumo ya kidijitali wakati wa uendeshaji wa shughuli za bodi. Tunashukuru kwa mafunzo haya kwa sababu yatatusaidia katika kuimarisha mahusiano baina ya bodi yetu hii na bodi zetu nyingine tunazoziongoza pamoja na watendaji wa bodi hizo. Siku zote kwenye mawasiliano, siku zote kwenye kufuata taratibu na sheria zilizopo, kunaepusha migogoro mingi ambayo haipaswi kutokea laiti kila mmoja atatekeleza yale ambayo ndiyo yanayoruhusiwa kitaratibu na kisheria. Mifumo ya kidijitali imeendelea kuwa misingi muhimu ya kuongeza ufanisi na kasi katika utoaji wa huduma. Taasisi mbalimbali za umma zinaendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia ili kurahisisha utendaji wa kila siku, kuboresha maamuzi ya kiutawala, kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi katika hali ya ubora. Sifa za uamuzi mzuri: kwanza, uamuzi uhakikishe ni wa kisheria; pili, unatekelezeka; tatu, unalinda maslahi ya taasisi; na nne, unazingatia matumizi bora ya rasilimali. Mafunzo hayo yanatoa fursa kwa wajumbe kujifunza mbinu mbalimbali za kisasa zinazorahisisha maandalizi ya vikao, usimamizi wa nyaraka, mawasiliano, pamoja na kufanya maamuzi kwa ufanisi kupitia mifumo ya kidijitali. Aidha, washiriki wanapata nafasi ya kubadilishana uzoefu na kujadili namna bora ya kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza katika matumizi ya teknolojia hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu huo, afisi imeandaa semina hii ikiwa na lengo la kuimarisha uwezo wa wajumbe wa bodi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia matakwa ya sheria, mabadiliko ya mazingira ya utendaji na mahitaji ya sasa ya utawala wa umma. Mada zilizopangwa kuwasilishwa zimechaguliwa kwa kuzingatia changamoto zinazojitokeza katika uendeshaji wa taasisi za umma pamoja na umuhimu wa kuimarisha usimamizi, uwajibikaji na utendaji wenye tija katika zana hizi za mageuzi ya kiutawala na kiteknolojia. Hatua hiyo inaonyesha dhamira ya Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kuhakikisha wajumbe wa bodi wanakuwa na uelewa unaoendana na maendeleo ya teknolojia ili kuongeza tija, uwajibikaji na ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Aina hii ya mafunzo
si tu yanawajengea uwezo viongozi wa taasisi, bali pia yanaweka msingi wa utawala wa kisasa unaotumia mifumo ya kidigitali kuimarisha utendaji, uwazi na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Elezwa tofauti iliyokuwepo baina ya bodi pamoja na management ya taasisi yetu ya ofisi, majukumu namna gani yanavyoingiliana, yani majukumu ya bodi na majukumu ya management ya taasisi. Na katika kutekeleza majukumu yetu tumeelezwa kwamba kila mmoja anatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa taratibu, lakini kila mmoja anatakiwa kumheshimu mwenziwe katika utekelezaji wa majukumu yake. Lakini yote aliyozungumzwa, aliyotuletea, aliyoleta katika semina hii ni sahihi, ni ya kweli, na naamini baada ya kikao hichi tutaondoka wote hapa tumeelewa, kwa sababu lugha iliyotumiwa nyepesi, lakini ambayo imeleta mwanga katika kusimamia bodi yetu. Ofisi namna ilivyojipanga ni kwamba kuna mifumo ambayo tofauti imepanga kuweza kuanzisha mifumo ili itaweza kusaidia zile kazi za ukaguzi pamoja na kutoa huduma bora kwa zile kazi za ukaguzi. Sasa mwisho wa siku kazi za ukaguzi zikiimarika, maana yake hata zile taasisi za umma basi pia zitaweza kuimarika, na mwisho wa siku serikali itaweza kufanya kazi kwa ufanisi na kuweza kupatikana ile tija ambayo ilikuwa imekusudiwa. Tarajio yetu ni kuweza kupata mabadiliko, yani kupata maendeleo zaidi pale tulipokuwa na tunapokwenda mbele. Naamini kwamba kazi zetu zitaenda kwa ufanisi zaidi kutokana na mafunzo haya ambayo tumepata. Tumepata muelewa zaidi wa mambo tofauti ambayo tumepata kuelezewa hapa. Kupitia uwekezaji katika maarifa, ubunifu na matumizi sahihi ya teknolojia, taasisi za umma zinaweza kuendelea kuwa na ufanisi, kuendana na kasi ya mabadiliko ya kidigitali na kutoa huduma zinazokidhi matarajio ya wakati uliopo na ujao. Tabia Nunga, UB TV. Habari hiyo imekamilisha habari ya Mari kwa siku ya leo. Tujikumbushe tuliokuletea katika habari ya Mari. Uharibifu wa miundombinu ya barabara kuathiri uchumi na kuzorotesha maendeleo ya nchi. Mifumo ya kidijitali kuendelea kubadili uendeshaji wa taasisi za umma. Habari hizi utazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii: YouTube andika Utawala Bora, Instagram, TikTok na Twitter andika Online UB TV. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hizi, nyuma ya kamera Nasir Hassan, mimi ni Nusra Khamis. Nikushukuru sana na nikutakie majukumu mema. Kwa heri.